Mume alikuchagua wewe kwa sababu kuu 4. Ndugu mpendwa, ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, channel kwa maalum kwa ajili ya kutoa elimu isiyofundishwa shuleni, elimu za kusaidia kujua nani, kutambua kusudi lako pamoja na uwezo ambao umo ndani yako. Zaidi na zaidi itaweza kukuimarisha kiroho pamoja na kimwili. Kuwa na mwanzo hadi mwisho katika video hii. Tunaangalia sababu kuu 4 iliyomfanya mume wako aweze kukuoa ama aweze kufunga ndoa na wewe. Sasa kuwa na mwanzo hadi mwisho. Jina ni Munguiko Kalaba, na ikiwa unaweza kutuambia unatufuatilia kutoka wapi, ni jambo nzuri. Tuambie hapo kwenye comment unatusikia kutoka wapi, kutoka Kenya, kutoka Burundi, kutoka Uganda ama kutoka Tanzania, ili tuweze kuanza sote kwa ujumla. Sababu ya kwanza iliyomfanya mume wako aweze kufunga ndoa na wewe ama haweze kuwa na wewe mpaka leo hii ni ili uwe msaada kwake na wala sio tatizo. Kumbuka, alikuwa na machaguo mengi, lakini alikuchagua wewe ili uweze kuwa nguvu ya maisha yake. Kwa hiyo mupe utii, mupe heshima na umpe amani kwako, awe sehemu salama. Sababu ya pili, ili uweze kumpa amani na wala sio hofu ama mashaka. Kumbuka, amani ya mwanamke ndio furaha ya mwanamume. Akikosa amani, unaweza kumpoteza mume wako. Kwa hiyo mupe amani kwako, ajikute yuko mikononi salama. Isipokuwa amani ama utulivu, kwa kweli unaweza kumpoteza mume wako. Kwa hiyo kuwa makini na jambo hili la pili. Jambo la tatu ama sababu ya tatu iliyomfanya mume wako aweze kufunga ndoa na wewe, alikupenda kwa dhati. Kwa hiyo kumbuka, alikupa nafasi na heshima kubwa ambayo wanawake wengi wanahitaji sana. Kwa hiyo mupe mume wako heshima, mupe utii na uweze kuwa tayari kuwa chini ya mamlaka. Kumbuka, ukikubali kuolewa tayari hapo umeenda kumilikiwa na mtu mwingine. Sasa kubali kuwa chini ya mamlaka yake na aweze kukutawala. Ndiyo maana ya kuwa mke, lazima mume wako aweze kukutawala. Kwa hiyo ikiwa alikupenda zaidi na amekupa nafasi na heshima kubwa ambayo wanawake wengi wanahitaji lakini hawaipati, basi mtii mume wako na uweze kumheshimu mume wako. Sababu ya ile iliyofanya mume wako aweze kukuoa, alikuamini zaidi. Na kumbuka, siku zote uaminifu ndio nguzo ya ndoa yenye uimara. Kwa hiyo kama alikuamini, basi pia nawe uweze kuamini mume wako. Asante kwa mwanzo hadi mwisho. Ni Munguiko Kalaba. Tuambie nini ambacho tukijifunza siku ya leo, weka hapo chini kwenye comment nasi tutakujibu kwa furaha. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.